Mimi naitwa Abdulbak Habibu Ali, ni naibu katibu wa Zanzibar Outreach Program, lakini pia ndio mratibu wa kambi hizi za mobile clinic kwa Unguja na Pemba. Mwaka huu wa 2025 tulianza kambi zetu kuanzia mwezi wa Januari kama kawaida. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefanikiwa kwenda au kufanya kambi 14 kwa mwaka mzima. Na jambo la kushukuru pia ni kwamba katika kambi zote tumeweza kwenda salama na kurudi majumbani salama. Kwa mwaka huu tumeamua kuzifanya karibu kidogo ili tuwahi kumaliza mapema, kwa sababu kuepuka na purukushani kidogo za kampeni, kupishana na magari sana njiani. Kwa hiyo tumemaliza mwezi wa 9 kuliko kinyume na ilivyo kawaida yetu ya kumaliza mwezi wa 11. Mpaka sasa tumeenda kambi 14 ambazo kwa wastani kambi ya chini kabisa tumepata watu takriban 250, lakini kuna kambi ambazo tumepata mahudhurio ya zaidi ya watu 600. Jambo la kufurahisha ni kwamba watu wengi wameendelea kuamini ubora wa huduma tunazozitoa, lakini kuna vijana wengi ambao wameonekana kuwa tayari kushirikiana na sisi, waliomaliza mashule au vyuo mbalimbali wamejitokeza kutaka kujitolea kuungana na sisi katika kutekeleza jukumu hili. Lakini hii changamoto zipo, lakini mafanikio ni zaidi kwa sasa, kwa sababu katika kila tunapokwenda mwitikio wa wananchi unakuwa mzuri, lakini mashirikiano na masheha au wakuu wa skuli ambazo tunafanya kambi zetu yanaongezeka na tunafanya kazi kwa mashirikiano makubwa. Wananchi wanajitokeza kwa imani kabisa, na wengi wao tunapozungumza nao wanaridhika na huduma wanazozipata. Changamoto kubwa tulionayo ni kwamba tunashindwa kufika maeneo mengi zaidi, kwa sababu inaonekana wazi mahitaji yapo, lakini kutokana na upungufu wa fedha tulionao tunashindwa kufika katika maeneo mengi. Kwa mfano, kipindi cha nyuma tulikuwa tunakwenda kambi kwa mwaka takriban 18 mpaka 20, lakini sasa hivi tunalazimisha kwa kubana budget tunaweza kumudu hizo kambi 14 kwa Unguja. Moja ya changamoto hiyo ya mara nyingine tunaweza kwenda kwenye kambi tukakuta wananchi hawajajitokeza vizuri, kwa sababu ziko baadhi ya taasisi nyingine ambazo pia tunazipongeza kwa juhudi zao, lakini zinakwenda kufanya vipimo. Sasa hata sisi tulianza hivyo, lakini baadaye tukaona kwamba hatuwasaidii vizuri wananchi. Kwa hiyo tumeweka utaratibu wa kuhangaika kutafuta ufadhili, angalau zile dawa za lazima ziwe zinapatikana tunazozimudu. Pamoja na kwamba hatutoi dawa kamili, yani hatutoi dawa zote, lakini tunajitahidi takriban dawa za msingi kabisa wagonjwa wanaopatikana hapa wanaokuja kuhudhuria kwa kambi zetu wanazipata. Sasa mara nyingine inabidi mpaka wapeane taarifa wananchi kwamba pale kuna dawa pia zinatolewa bure, kwa sababu hilo ndilo wanalolihitaji zaidi. Hata hivyo linatupa faraja, kwa sababu wakipata taarifa wanajitokeza, na hili limetubrand hata sisi. Tukienda katika kijiji chochote kile, walokuja nani, wananchi wakisikia ZOP basi wanajua kwamba kuna na dawa, kwa sababu dawa ndio matibabu. Shida kubwa tulionayo ni udhamini wa fedha, ambalo tulikuwa tukitegemea zaidi washirika wetu kutoka nchi za nje, na tunao baadhi, lakini nguvu ya misaada yao imeshuka sasa hivi kwa upande wetu. Sasa wito wangu kwa hili, nadhani sisi wazalendo wapo wanaoweza miongoni mwetu, pengine waone kwamba hii pia ni fursa kwao ya kushirikiana nasi katika udhamini wa hizi kambi. Kwa mfano, kuna baadhi ya skuli hapa zinadhamini kambi kwa ajili ya wanafunzi na watu wa maeneo yale ya jamii wanashiriki katika kambi zetu, kwa sababu sisi polisi yetu, kambi yote ile itakayoalikwa kuifanya ya kijamii, basi isiwe na limitation ya kutoa huduma. Kama ni ya skuli, basi jamii husike; kama ni ya shirika, na jamii husike. Hapo mashirika ambayo yamewahi kufanya hivyo na mengine yanaendelea, lakini pia kuna raia wa kigeni ambao wanaishi Zanzibar, wanachangisha watu wa jamii yao nje ya nchi katika nchi zao kwa ajili ya kufadhili angalau kambi moja katika kambi zetu.
na sisi Zanzibar nafikiri wapo watu wenye uwezo. Kwa wito wangu kwa wale wenye nafasi, wenye uwezo, watu binafsi, mashirika ya serikali na binafsi, taasisi nyingine, basi watunge mkono katika hili, kwa sababu ukweli ni kwamba mahitaji yapo. Na ushahidi wa hii ni kwamba katika kila kambi tunayokwenda watu 250 kwa masaa 6 si kidogo, ni wengi sana. Kwa hiyo na tunapata maeneo mengine zaidi ya hayo. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba mahitaji ya hizo kambi bado yapo. Baadhi ya maeneo watu wanalalamikia king'ora ambacho kilikuwa kikiwatoa majumbani kuanzia njiani, na wakijua kwamba leo zopo wako sehemu fulani. Ni lini watarejeshewa? Ile tumelisikia na ni swala la kiufundi. Tunazungumza na wataalamu wetu ili turekebishe moja kati ya gari ambazo zinaongoza huu msafara wa hizo kambi ziweze kuwasha kile king'ora. Muhimu sisi tutazingatia, tuna sheria za nchi zituruhusu tupate kibali, basi tutaendelea na kufanya hivyo. Hatujanyimwa kibali, lakini tutafanya utaratibu ili tuweze kuwatangazia. Tunafahamu kweli ni kwamba ile ilikuwa ni kama pia ni brandi yetu ya mobile clinic, ili tunapofika wananchi wanajua kama tayari tupo katika maeneo husika. Nini kinachofuata kwenye mwaka huu wa 2026 mara baada ya kukamilika 2025? Tunaendelea kuhangaika kutafuta wafadhili wa ndani na nje kwa ajili ya kutusaidia au kushirikiana nasi katika utekelezaji wa kazi hizi. Uzuri ni kwamba huu ni mwaka nafikiri haupungui wa 15 tuko katika kazi hii, na bado tuna hamu nayo, na vijana wengi wanaendelea kujitokeza. Kwa tunaamini kwamba itaendelea na zaidi, kwa sababu bado inahitajika. Kikubwa ni kuimarisha huduma zetu, ni kutanua huduma zetu. Kwa mfano kama sasa hivi tuna ujenzi wa ile hospitali, tutaendelea kupambana na kuhamasisha watu watusaidia, washirikiane nasi, kwa sababu ile ni ya jamii. ZOP ni taasisi ya jamii, na watendaji wetu wote na matendo yetu, kazi zetu zote tunazifanya kwa ajili ya jamii. Kwa ile ni hospitali ya jamii, ingawa itakuwa maalum, lakini ni kwa jamii hii ya Wazanzibari.